una uhuru wa kumwingilia mkeo kwa staili yoyote, kaifama shiitum. Hiyo ni tafsiri ya kwanza, na lugha ya Kiarabu fasaha, sio masala ya ushia. Tafsiri ya pili, ainama. Ainama shiitum, mahala popote, kama ni nyumbani, kama ni barabarani, kama ni sokoni. Tafsiri ya tatu ni haithuma, sehemu. Nisaukum harthun lakum, wake zenu ni mashamba yenu. Faatu harthakum, yaendeeni mashamba yenu. Haithuma shiitum, sehemu yoyote mpendayo, masikioni, kichwa, ndio maana ya haithuma, puani. Kwa sasa anayekuja akawatuhumu mashia aituhumu Qur'an, na ndiyo maana aya huwezi ukaitumia kuharamishia kuwaingilia wanawake kinyume na maumbile. Huwezi ukatumia aya hii kwa sababu aya ni mujmal. Sasa inabidi turudi katika riwayat. Riwaya zilizopokelewa zinasemaje? Riwaya tukirudi kwenye vitabu vya kisunna, sitaki kwenda kwenye habari za mashia. Tukirudi kwenye vitabu vya kisunna, tunawapata baadhi ya maswahaba waliofanya tendo hilo na wakasema linafaa. Lakini unaporudi kwa maulama wa madhehebu hizi nne, wako waliolijuzisha tendo hilo na wako waliolifanya. Wengine wakaulizwa wakasema, sasa hivi natoka kuoga janaba kwa josho hilo. Mtuhumiwa wa kwanza si Shia katika masala haya. Ukiirushia mawe nyumba ya vioo ya mwenzako, na wewe ya kwako ina vioo, itavunjwa vile vile ya kwako. Kwa hiyo masala haya, itiyanu nisaa fi adbarihinna, masala ya kuwaendea wanawake kwa lugha maarufu kinyume na maumbile, ni masala mukhtalafun fi, ni masala wanawazuoni wamekhtalifiana. Sababu yake ni nini? Aya ni mujmal, aya haiweki waziwazi, na riwaya nazo vile vile haziweki waziwazi. Nataka nimalizie hapa. Hao mashia wanaotuhumiwa, al-Imamu al-Baqir salawatullahi wa salamuhu alayhi, alipoulizwa swali kuhusu masala haya, akaulizwa, na nyinyi mnafanya? Akasema, sisi ni ahlul bait la naf'alu dhalika.